Asante sana mtazamaji wa Zone Media kwa kuendelea kutuamini kama sehemu mojawapo ya kuweza kujipatia taarifa ambazo zinajiri katika uga wa kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump Jumamosi Januari 3 amemwonya kiongozi wa Colombia Gustavo Petro akisema kwamba aangalie vizuri kufuatia hatua za kijeshi za Marekani ambazo zilipelekea kushikiliwa kwa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro na kumtoa nchini. Kauli hii ya Trump inakuja baada ya Rais Petro kuishutumu vikali operesheni ya Marekani, akieleza kuwa hatua ya utawala wa Trump ni shambulio wazi dhidi ya uhuru wa nchi za Amerika ya Kusini. Petro alionyesha wasiwasi mkubwa kuwa operesheni hiyo inaweza kuibua mgogoro wa kibinadamu wa haraka, ikiwemo kuongezeka kwa wakimbizi wengi wanaoweza kuvuka mpaka wa Colombia Venezuela. Kwa kuzingatia hali hiyo, serikali ya Petro tayari imepeleka nguvu za usalama katika mpaka huo ili kujiandaa kwa kile alichokitaja kama msongamano mkubwa wa wakimbizi kutokea nchi jirani. Katika mkutano na waandishi wa habari, Trump alisisitiza hoja yake kwa maneno makali akisema, anatengeneza cocaine na wanaitumia Marekani, kwa hivyo lazima aangalie vizuri. Kauli hii inadhihirisha jinsi Trump anavyopigania maslahi ya Marekani na kuashiria kuwa operesheni hiyo ya kijeshi ina lengo la kudhibiti usafirishaji wa madawa ya kulevya kutoka Venezuela pamoja na kuchukua udhibiti wa rasilimali muhimu za taifa hilo. Zaidi ya hayo, Trump aliongeza kuwa Colombia itashinikiza hatua za kimataifa, akiwataka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kushughulikia kile alichokitaja kama shambulio dhidi ya uhuru wa Venezuela na Amerika ya Kusini kwa ujumla. Hii ni ishara ya wazi ya mzozo unaoibuka kati ya Washington na Bogota, huku mataifa ya kieneo na mashirika ya kimataifa yakichambua athari za kisiasa na kibeberu za hatua hizi. Wachambuzi mbalimbali nao wa masuala ya kimataifa wanahisi kuwa hatua za Trump zinaweza kuibua mvutano mkubwa wa kieneo na kupelekea mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi. Colombia kwa upande wake, ikiongozwa na Petro, inajaribu kulinda mipaka yake na kuzuia kuenea kwa mgogoro unaoweza kuathiri raia wake na eneo lote la Amerika ya Kusini. Aidha, hatua hii inakuja baada ya kukamatwa kwa Nicolas Maduro na majeshi ya Marekani, jambo ambalo limeweza kubadilisha nguvu za kisiasa na ushawishi wa kieneo. Mataifa ya jirani, mashirika ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa wanashinikizwa kuangalia kwa makini athari za operesheni hii, huku dunia ikihofiwa kuingia katika mzozo mkubwa wa kimataifa unaoweza kudhoofisha uthabiti wa kieneo. Hadi sasa ulimwengu unashuhudia mgongamano wa kisiasa na kibeberu. Upande mmoja ni Marekani ikidai udhibiti wa madawa ya kulevya na rasilimali za mafuta, na upande mwingine ni Colombia ikishutumu kuingiliwa kwa uhuru wa nchi za Amerika ya Kusini, huku ikijitayarisha kwa msongamano mkubwa wa wakimbizi na migogoro ya kibinadamu. Hali hii inachangia hisia za kisiasa, kibeberu na kibinadamu na kuacha ulimwengu ukitazama kwa taharuki ni hatua gani zitawekwa ili kuimarisha amani, usalama na sheria za kimataifa.